Jinsi ya kuwasiliana na mpango wa Isaac. Video hii itakusaidia kujifunza jinsi ya kuwasaidia wahamiaji kuwasiliana na Isaac kwa ajili ya usaidizi. Kwanza, tutaeleza maana ya Isaac. Isaac ni mpango unaotolewa na mashirika 7 katika kaunti ya Allegheny, ambao husaidia wahamiaji kupata rasilimali za kushughulikia mahitaji yao na kutoa elimu ili kuwasaidia wahamiaji kupata huduma kwa kujitegemea. Wafanyikazi wa Isaac wanaweza kukusaidia ukiwa na mahitaji yanaweza kutatuliwa kwa hatua chache au mahitaji yanayohitaji usaidizi wa muda mrefu. Isaac husaidia kuunganisha wahamiaji na mipango, mashirika na rasilimali kama vile chakula, mafao ya umma, huduma za matibabu na zaidi. Mahitaji ya kustahiki kwa mpango wa Isaac ni haya. Ya kwanza, lazima uwe mhamiaji, mtoto wa wahamiaji, unatoka eneo la Marekani au uwe raia wa asili wa Marekani aliyelelewa nje ya Marekani. Ya pili, lazima uishi katika kaunti ya Allegheny. Ya tatu, lazima uwe na kizuizi cha kitamaduni au lugha. Si lazima uwe na hali ya kuwa mhamiaji ili ustahiki. Pili, tutaelezea jinsi ya kuwasiliana na Isaac. Kuna njia 3 za kuwasiliana na Isaac. Kupiga simu kwa laini ya Isaac ya kuacha ujumbe wa sauti pekee, kujaza fomu ya wavuti au kwenda ofisini katika saa za kazi. Tafadhali chagua mojawapo ya machaguo hayo na uwasiliane nao kwa kutumia njia 2 au zote 3. Kutuma maombi mengi kunaweza kuongeza muda wa kusubiri kabla ya kupokea jibu. Wahamiaji wanaweza kuwasiliana na Isaac moja kwa moja, au watoa huduma au wanajamii wanaweza kuwasiliana na Isaac kwa niaba ya mhamiaji. Tutashiriki maagizo ya kupiga simu kwanza. Hatua ya kwanza, elewa kwamba nambari ya simu ya kupiga Isaac ni laini ya kuacha ujumbe wa sauti pekee. Hii inamaanisha kwamba unapopiga nambari hii, utaelekezwa kwa ujumbe wa sauti. Mtu hatajibu simu. Lazima uache ujumbe wa sauti ili uweze kupigiwa simu tena. Hatua ya pili, piga nambari 412-742-4200. Hatua ya 3, subiri ili usikie lugha unayopendelea. Hatua ya 4, ukisikia lugha unayopendelea, bonyeza nambari kwenye kibonye cha kupiga simu kama ulivyoelekezwa katika lugha unayopendelea. Usiposikia chaguo la lugha unayopendelea, bonyeza 1. Hatua ya 5, sikiliza kwa makini ujumbe wa kitomatiki unaocheza katika lugha unayopendelea hadi usikie mlio. Ikiwa ulibonyeza 1 kwa sababu hukusikia lugha unayopendelea, katika hatua ya mwisho, sema lugha unayopendelea baada ya mlio, kabla ya kusema mambo mengine yote katika hatua ya 6. Hatua ya 6, baada ya mlio,
Zungumza kwa sauti katika lugha unayopendelea ili kushiriki taarifa ifuatayo. Ya 3, jina lako na ikiwa inahusika jina la mtu unayepigia simu kwa niaba yake. 4, nambari ya simu ambayo wafanyikazi wa Isaac wanaweza kutumia kukupigia simu. Ya 5, maelezo ya usaidizi unaohitaji. Hatua ya 7, kata simu. Ujumbe uliorekodiwa utatumwa kwa mfanyikazi atakaye kupigia simu. Hatua ya 8, subiri upigiwe simu. Isaac hupokea maombi mengi ya usaidizi kila siku. Tafadhali kuwa na subira wanaposhughulikia kukupigia simu. Isaac hupiga simu kwa kuzingatia mahitaji ya haraka zaidi. Lakini Isaac sio mpango wa majibu ya dharura. Kwa hivyo, ingawa unaweza kupigiwa simu ndani ya siku chache, kuna uwezekano mkubwa kwamba itachukua wiki 2 au hata zaidi kutokana na orodha ya wanaosubiri. Hatua ya 9, hakikisha umejibu simu yako unapopokea simu kutoka kwa Isaac. Tafadhali kumbuka kuwa nambari ya simu inayoita inaweza kuwa tofauti, kwani Isaac inaweza kutumia mkalimani kukupigia simu ikiwa mfanyikazi haongei lugha yako. Hatua ya 10, ukikosa kupokea simu kutoka kwa Isaac au nambari yoyote ya simu usiyojua, angalia ujumbe wako wa sauti. Kisha tutashiriki maagizo ya kuwasiliana na Isaac mtandaoni. Hatua ya 1, fahamu kwamba kuwasiliana na Isaac mtandaoni ni njia nzuri ya kuwasiliana na Isaac ikiwa unajua kutumia intaneti na kusoma na kuandika kwa Kiingereza. Iwapo huna uzoefu mwingi wa kuwasilisha fomu mtandaoni au ukiwa una ujuzi mdogo wa kusoma na kuandika kwa Kiingereza, tunapendekeza utumie njia ya kupiga simu au kwenda ofisini ili uwasiliane na Isaac badala ya kuchagua chaguo la mtandaoni. Njia ya mtandaoni ni chaguo nzuri hasa kwa watoa huduma wanaowatuma watu kwa niaba ya mteja mhamiaji. Hatua ya 2, nenda kwenye tovuti yao kwa isacpittsburgh.org. Hatua ya 3, bofya kitufe cha bluu kinachosema Make a referral, kutumwa. Hatua ya 4, jaza taarifa iliyoombwa kwenye fomu ya mtandaoni. Kadiri majibu yanavyokuwa kikamili, ndivyo inavyokuwa rahisi kwa wafanyikazi wa Isaac kuchukua hatua zinazofuata. Sasa tutashiriki maagizo ya kwenda katika ofisi za Isaac katika saa za kazi. Hatua ya 1, elewa kwamba huhitaji miadi ili kuenda ofisini katika saa za kazi. Unaweza kuingia tu, kumaanisha kwamba unaweza kuingia bila miadi yoyote mradi tu ufike katika saa za kazi. Hatua ya 2, nenda kwenye tovuti ya Isaac kwa isacpittsburgh.org. Hiyo iko kwa rangi blue. Hatua ya 3,
bofya kitufe kinachosema office hours, ambayo ni saa za kazi. Hatua ya 4, biringiza chini ili kuona orodha ya maeneo na saa za kazi. Hizi zinaweza kubadilika. Kwa hivyo, hakikisha kwamba umeangalia maeneo na saa za kazi zilizosawazishwa kwenye tovuti ili kuhakikisha kuwa unaenda mahali palipofunguliwa mnamo tarehe au saa unayotaka. Hatua ya 5, elewa kwamba saa za ofisi za Isaac zinafaa zaidi kwa usaidizi wa vitu kama vile kusoma na kupanga barua ya posta, kuuliza maswali kuhusu mafao ya umma, kuanza huduma za matumizi au kuomba usaidizi wa huduma, kujaza maombi ya makazi au nyumba, kupanga miadi ya matibabu, kujiandikisha kwa mafunzo ya Kiingereza, kuunganishwa na stoo ya chakula, kuunganishwa na huduma za kisheria na kuelewa jinsi ya kufanya malipo ya bili. Kwa wanajamii au watoa huduma wanaotaka kuwasiliana na Isaac kwa niaba ya mhamiaji, kwenda ofisini katika saa za kazi sio chaguo bora, kwani nyakati hizi huwa za kuzungumza moja kwa moja na wateja wetu wanaofika ofisini. Tunatumai kuwa video hii itakusaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana na Isaac.